Hivi karibuni Marekani chini ya Rais Donald Trump imetangaza mpango wake wa amani katika ukanda wa Gaza, huku Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiunga mkono pendekezo la Rais wa Marekani Donald Trump la mpango wa amani katika ukanda wa Gaza. Lakini pia ametahadharisha kuwa endapo Hamas watakataa au kuvunja makubaliano hayo, Israel italazimika kuendelea na operesheni za kijeshi hadi kuimaliza kabisa Hamas. Mpango huo unajumuisha usitishaji wa mapigano ndani ya masaa 72, kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas, uondoaji wa silaha za kundi hilo na kuondoka kwa awamu kwa majeshi ya Israel katika ukanda wa Gaza, huku Trump akiahidi kuongoza mamlaka ya mpito kupitia baraza la amani litakalosimamia kipindi cha baada ya vita. Hamas bado haijatoa msimamo rasmi, ingawa mawasiliano yanaendelea kupitia wasuluhishi wa Qatar na Misri. Wakati huo huo, mataifa kadhaa ya Kiarabu na Kiislamu ikiwemo Misri, Jordan, Saudi Arabia, Qatar pamoja na Uturuki yamekaribisha juhudi hizo na kuonyesha utayari wao wa kushirikiana ili kufanikisha makubaliano. Mamlaka ya Palestina pia imeunga mkono hatua hiyo, ikiahidi mageuzi sambamba na matakwa ya Marekani. Kwa upande wa jamii ya kimataifa, Umoja wa Ulaya na Uingereza wamesisitiza umuhimu wa Hamas kukubaliana na mpango huo ili kusitishwa umwagaji damu na kuachiliwa kwa mateka. Hata hivyo, bado kuna changamoto kubwa katika utekelezaji wake, hasa kutokana na ushinikizo la kisiasa ndani ya serikali ya Israel na ukimya wa Hamas kuhusu mustakabali wa mapendekezo hayo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa na Mashariki ya Kati wamehoji juu ya mpango huo, huku ukionyesha ukakasi kutokana na kuegemea kwa upande mmoja.